kijiji wakimaliza tutaenda na hotuba wa kanisa. Tutakapomaliza hapo tutaendelea na vipindi vingine. Karibu mhusika wa familia kwa ajili ya hotuba. Namwe miweche sawa. Hii historia fupi ya maisha ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa jina la Sifa Asha Asumani wa jamaa la Bakechi, nyumba ya Wasesa. Alizaliwa Pailakala, DRC, tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 1976. Baba yake aliitwa kwa jina la Asumani Simba wa jamaa la Bakechi, nyumba ya Wasesa. Mama yake aliitwa na Mwiremo, alikuwa wa kabila la Kirundi. Kazi ambayo marehemu alikuwa akifanya alikuwa ni mkulima. Marehemu kwa upande wa elimu aliishia shule ya msingi, haikujulikana darasa la ngapi hapo. Uzao wa marehemu alizaa watoto 7, wa kiume 4, wa kike 3. Walio hai ni 4, wa kiume 2 na wa kike 2. Waliofariki ni 3, wa kiume 2 na wa kike 1. Wajukuu marehemu ameacha hapa duniani wajukuu 5. Magonjwa yaliyompelekea mauti: marehemu aligonjwa kisukari kwa muda mrefu. Ulianza ugonjwa wake mwaka wa 2019. Ilipofika mwaka wa 2024 akapelekwa Burundi kwa ajili ya matibabu. Alifanya miezi 7, ila ilipofika tena mwezi wa 2 mwaka huu ugonjwa ukaanza tena na kupelekwa kwenye hospitali ya Manyovu. Akakatwa mguu hapo, na ilipofika tarehe 19 mwezi wa 5 2025 marehemu akaaga dunia. Marehemu amefanya hapa duniani miaka 49. Miwechi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, karibu kijiji. Ndio, kijiji kama wapo hapa tunaweza kuruka tu. Karibu kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tumesimama kwa ajili ya kanisa. Mama Sifa ni Kristo wetu ambao sisi tumepokea toka kanisa letu zone ya 11 na akaingia kwenye kijiji cha sinagogi ya Eden. Mama Sifa alikuwa mwabudu kamili, lakini mapungufu yalimbana katika magonjwa aliyokuwa nayo. Hivyo mwili ulikuwa umebanwa katika shida alizokuwa nazo, lakini roho ilikuwa nguvu zaidi. Pindi tulipokuwa tunafika kwenye eneo, alikuwa akitamani sana kujua habari na mwondoko wa kanisa. Hivyo
hivyo tulikuwa tukimpa taarifa. Pale mwili unapomwachia nafasi, alifika kwenye maabudu. Kwa hiyo mama alikuwa na bidii, kwa pale anapopata muda wa kuabudu aliabudu, lakini magonjwa yalimpa nafasi kubwa sana ya kutokufika kwenye mahudhurio. Hivyo mama tulimpenda, lakini Mungu amempenda zaidi ya sisi. Kilicho cha furaha zaidi, tulikuwa tukimtembelea pale, na swali langu la kwanza lilikuwa, mama, bado unakumbuka swali la jana? Hivi katika purukusheni zako hizi za magonjwa, unamwacha Yesu wapi au unaye? Yeye jibu lake lilikuwa kwamba mimi sina tatizo na Mungu wangu. Najua muda huu ni muda wa shida, ni lazima nikae karibu na Kristo. Hivyo hilo lilikuwa linatutia moyo sana kwamba mama hakumuacha Kristo pamoja na kuwa amepita katika shida kubwa. Mungu aendelee kumbariki na akamhifadhi katika yale machache aliyoyapata kwa usumbufu wa mwili. Mungu atubariki. Amen. Asante, karibu. Samahani kwa usumbufu. Tunataka tu kuwajulisha kuhusiana programu ya msiba. Maana kwa leo tumeanza kwa siku amezikwa. Tutashinda kesho, Alhamisi na Ijumaa, wote tunakaribishwa ili tusambaze msiba wetu kwa pamoja. Alafu jambo lingine ambalo labda tuambizane, sababu najua hapa wameuliza hotuba ya kijiji. Unajua katika mazingira tunayoishi, kila sehemu ina mipango yake. Mama nafikiri huyu mtoto wetu aliwahi kuishi kijiji cha Jede. Jede ametoka baada ya magonjwa hayo akahamia Bede. Bede ndo amesumbuliwa sana sana, akitoka kirudi, akitoka kirudi mpaka hivi alivyofariki. Ni kwamba unajua sheria za huko ni kwamba unapofia kwenye kijiji chako alafu wanapeleka maiti sehemu nyingine, vijiji havishughuliki na jambo lolote. Na ndio kwa maana kwa leo hatukupata kijiji chochote cha kuweza kutoa hotuba kwa ajili ya mtoa. Hilo tu ndio nimetamani kuwajulisha watu. Asante. Bwana asifiwe. Tupate wimbo mmoja kuandisha sifa na mnenaji akiwa anajiandaa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tuimbe namba 179, sasa tanef kwenye nyimbo za wokovu. Siku moja mavuno yataisha kabisa.